لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها الأحبة، إني أحبكم في الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ويقول أيضا: الحج أشهر معلومات. ويقول أيضا: والفجر وليال عشر. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha leo tena uwepo katika nyumba yake tukufu katika mwezi mtukufu na katika siku tukufu, siku ya Ijumaa. Huu si ujanja wetu, isipokuwa ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ameielekeza kwangu mimi, kwako na kwa mwingine, na wako wengi walitamani fursa hii kuidiriki, lakini bimashiati llahi tabaraka wa taala hawakuweza kuwa nasi katika haya maeneo. Na hivi tunavyozungumza, wako waliozuiwa kwa maradhi ambayo yamepelekea kushindwa kufika katika eneo kama hili, na wengine wamezuiliwa na kifo, jambo ambalo ndio haiwezekani tena wao kufika katika maeneo kama haya, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha. Mimi na wewe kupata fursa hii ni neema kubwa. Basi angalau kwa uchache tu useme alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu Waislamu, tupo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, na bado tupo katika masiku yale 10 matukufu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaapia masiku haya pale aliposema walfajri wa layalin ashri. Na apa kwa alfajri, pia na apa kwa masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa mfungo 3, ambayo sisi walillahi alhamdu leo Allah ametuwafikisha tumeidiriki siku hii, ambayo toka kuandama kwa mwezi na kuthibitishwa na kiongozi wetu mkuu wa dini katika nchi yetu hii ya Tanzania, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania ad-Doktor Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali, Mwenyezi Mungu amuhifadhi. Leo tuna siku ya 5 toka kuandama kwa mwezi. Masiku haya, ndugu zangu Waislamu, ni matukufu, ndio maana Allah ameyaapia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipenda sana kukithirisha matendo mema katika masiku haya, na yeye akautangazia ulimwengu ya kwamba ma min ayamin, hakuna masiku katika hii dunia, al-amalu salihu ahabbu ila Allah ta'ala fihinna
matendo mema yanapendwa zaidi kwa Allah ndani ya masiku hayo min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya 10 ya mwezi wa mfungo tatu. Kwa maana masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa mfungo tatu, jambo lolote utakalolifanya la kheri, basi tambua limepata maradufu mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kheri iliyoje leo mwanadamu, unatenda jambo kisha Mungu analipenda kwa sababu tu umelitenda kwenye haya masiku. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni fakhari kubwa ikifikia mahala anakunasibisha na yeye. Sisi tunaamini kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam nafasi yake, hadhi yake na heshima yake ni ya juu. Wenzetu waliotangulia walifahamu hiyo nafasi, na ndio maana wakajitahidi kwa kiasi kikubwa sana, mpaka ikafikia mahala wengine wamepata maradhi kwa sababu ya mapenzi ya Mtume Muhammad. Mtu analia, anapata huzuni, mpaka anapata maradhi ya moyo kwa sababu tu hamuoni Mtume Muhammad. Mpaka inafikia mahala mtu anajiuliza kwamba itakuwaje siku ya Kiyama mimi kama mimi. Masahaba walikuwa wanajihesabu, kwa lugha ya huku kwetu tunasema wao ni mbugila mbugila, au kwa Wazaramo wanasema walegendaga na wayago, yani ni watu wa chini kabisa huko, watu ambao la haula lahum wala quwa. Inafikia mahala mtu anahuzunika, anasafirisha akili yake kwamba sasa ndiyo kafufuliwa, yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anahisabiwa matendo yake, pamoja atahukumiwa kuingia peponi, lakini anahisi pepo atakayoingia yeye sio ile atakayoingia Mtume Muhammad. Ikiwa duniani mtu anapata maradhi kwa kumkosa kwa muda fulani Mtume, hamuoni mtu anaumia, itakuwaje katika siku hiyo ya Kiyama Mtume baada ya kuingia peponi? Maana yake ndio itakuwa abadan sarmada, itakuwa milele yuko huko peponi, na yeye ana mapenzi makubwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatakuwa pamoja. Hali itakuwaje? Kwa hivyo watu wanaingia maradhi. Sasa ikifikia mahala Mtume sallallahu alaihi wasallam ananasibisha kwako wewe na yeye kwa kufanya kitu fulani, kisha anakuelekeza kwamba hicho kitu ukikifanya maana yake mimi na wewe ni ngoma draw. Hii ni fahari kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ahabba sunnati faqad ahabbani, mwenye kupenda mwenendo wangu, mwenye kupenda tabia zangu, basi huyo amenipenda mimi. Wa man ahabbani kana ma'i fil janna, na atakayenipenda nitakuwa naye peponi. Yani ukimpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam utakuwa naye peponi. Na moja katika dalili za mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wewe kufuata mwenendo wake, ni wewe kufanya kile alichokuwa anafanya. Muda wa kuwa haijaja dalili maalum inayoelekeza hilo alilolifanya Mtume, hilo ni maalumu kwake tu, lakini kama limeachwa tu itlaqan, ni kwamba na wewe unao wajibu wa kuweza kutekeleza jambo hilo ili upate mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili ukaingie naye katika pepo ambayo wallahi ma la ainun ra'at, jicho halijapata kuona, wala kheri na mazuri yaliyomo humo hajapatapo mtu kuhadithia mazuri ya peponi kisha sikio likaridhika na yale mazuri yaliyomo. Maana yake hakuna aliyehadithia uzuri wa pepo akafika mwisho, pepo bado hatujaijua kabisa, na mazuri yameandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mapenzi na Mtume Muhammad ili tukaingie naye peponi. Masiku haya 10 kuna mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda sana kuyafanya. Katika hii ashri Dhulhijja yako mambo Mtume alikuwa anapenda sana kuyafanya, na mimi na wewe ni wajibu wetu kukithirisha kuyafanya mambo hayo.
Jambo la kwanza, yako mengi, lakini tutosheke kutokana na rasilimali muda tulionao. Jambo la kwanza, tunaambiwa na mabwana wakubwa ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda sana kulifanya katika haya masiku, swalatu, kuswali. Mtume alikuwa anapenda sana kuswali, hasa hizi swala za sunna ndiyo makusudio yake. Kwa masikitiko makubwa, toka mwezi huu uandame, wako baadhi yetu humu tunazungumza na tuko hapa msikitini, toka mwezi uandame kafanikiwa kuswali swala za faradhi tu, lakini hana hata kipande cha rakaa ya sunna aliyoswali mpaka hivi tunavyozungumza. Na yeye anataraji mtu huyo akawe sambamba na Mtume Muhammad, na akiona wenzake wanaswali sunna anaona kama vile wanajidai. Yaani yeye hana muda wa kupoteza hata sekunde mbili, hata dakika moja akaswali rakaa mbili za sunna katika haya masiku, yeye hana. Hali ya kuwa jambo hili la kuswali swala za sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielekeza kwa masahaba kadhaa. Iko mtu mmoja alikuwa ni mtumishi wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mkubwa huyu anasema, mimi ndiyo niliyekuwa nikichukua maji ya kutia udhu Mtume Muhammad nikimpelekea, muda mwingine nikibeba viatu vyake, muda mwingine nikifanya yale ambayo ya kibinadamu yanatakiwa kufanywa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa namna alivyoona hali yangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kimaisha, namna ilivyokuwa duni, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, salma tasha, omba unachokitaka. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia yule fakiri, salma tasha, omba unataka nini, unahitaji kitu gani katika maisha yako. Kwa ufakiri alionao, na lau nafasi hiyo tungeliipata mimi na wewe, saa hizi mabega yangekuwa juu, sio kwa kuumwa, bali ni fakhari na vitu vingine, tungekuwa majeuri, kwa sababu hakuna jambo ambalo sisi tungelitaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni utajiri. Na ndicho ambacho Mtume alikuwa anakusudia kwa huyu bwana. Kwa kuwa hali yako ni ngumu, sema unataka nini, nikufanyie nini upate. Na kwa nini Mtume alitoa hiyo nafasi? Kwa sababu kad uti ya mafatihul khazainil ardhiya, Mtume katika jumla ya miujiza yake amepewa hazina, funguo za hazina zote za ardhi Mtume ziko mkononi mwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kushika mchanga akauambia geuka dhahabu na ukawa, geuka almasi na ikawa, geuka tanzanite na ikawa. Yaani chochote anachokitaka Mtume kiwe basi kinakuwa. Hiyo nafasi kapewa Mtume wetu Muhammad. Mtu anaambiwa omba unataka nini, utaomba naomba nipe buku mbili sinifikishe gari yako. Manake omba mapesa, omba fedha nyingi zikusaidie katika maisha yako. Lakini bwana mkubwa huyu akasema, as'aluka murafaqataka fil janna, mimi nataka niwe rafiki yako peponi. Mimi sitaki pesa, nataka niwe rafiki yako peponi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama hakumsikia vyema akamuuliza, awa ghairu dhalik, hakuna jingine, ni hilo tu? Akasema huwa dhaka, ni hilo tu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, a'inni ala nafsika bikathrati sujud, kama ombi lako ni hilo, unataka uwe rafiki yangu peponi, naomba nisaidie jambo moja tu. A'inni ala nafsika bikathrati sujud, wewe swali sana hizi swala za sunna, swali sana swala za sunna. Ukishamaliza tu faradhi, swali swala za sunna. Muda mwingine umepata wasaa, hata kama sio muda wa swala, wewe swali tu. Si unasema tu usalli rak'ataini lillah, rakaa mbili kwa ajili ya Mungu. Swali, toa salamu, endelea na mambo yako. Yani usijiwekee takyid kwamba mimi nitaswali hivi wewe umepata muda, una wasaa mzuri, udhu unao, piga rakaa mbili, endelea na mambo yako. Umepata wasaa, swali tena, fanya hivyo. Aini ala nafsika bikathrati sujud. Alilolitaka Mtume Muhammad kwa bwana mkubwa huyu ni kukithirisha kuswali swala za sunna. Billahi alaikum, hivi wewe ndugu yangu Muislamu, kwa siku acha hizi rawati ambazo kablia na baadia, ukiacha hizo, mbali na hizo
kuna sunna gani nyingine wewe unaziswali kwa kumuiga Mtume Muhammad ili ukae naye peponi? Mwenzetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika haya masiku 10 alikuwa anapenda sana kuswali as-sala. Lakini jambo jingine alilokuwa akilipenda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as-siyam, kufunga. Ilikuwa ikiandama mfungo 3 kuanzia mwezi mosi, mwezi pili mpaka mwezi 9. Hizi siku zote mtume alikuwa anafunga. Nani katika sisi kafunga hizo siku? Basi kama utashindwa kufunga siku zote, hata ile siku moja ya mwezi 9, ile siku ya Arafa ya mwezi 9 pia unashindwa. Na hilo mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusiana na kufunga siku hii ya Arafa, akasema funga hii yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya. Faida ya kufunga mwezi 9 mfungo 3 ni kwamba mtu atakayefunga mwezi 9 mfungo 3 anasamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita na anasamehewa madhambi yake ya mwaka ujao. Yani hujaitenda hiyo dhambi tayari Mungu kishaisamehe. Lakini kama dhambi yenyewe itakuwa ni ya bahati mbaya, kwa sababu ziko dhambi nyingine za bahati mbaya, lakini usije ukakusudia usema nimefunga Arafa sasa watanikoma. Manake nina ofa ya mwaka mzima kusamehewa dhambi zangu. Utaratibu hauko hivyo. Unapewa taufiki ya kutokutenda dhambi, lakini kama utatenda kwa bahati mbaya, Mungu anaisamehe kwa haraka kwa kufunga ile siku moja ya mwezi 9 katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Kwa hivyo hili nalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda sana kulifanya katika masiku haya ambayo sisi hivi sasa tunayo na tunakwenda nayo. Alikuwa anapenda kufunga, na sisi pia tufunge. Kuna baadhi yetu toka tulivyomaliza Ramadhani mpaka hivi tunavyozungumza hajapata hata kipande cha saumu. Sio siku nzima, hata ile nusu siku hajafunga. Na hata anasema kabisa tutaonana mwakani Mungu akipenda katika mwezi wa Ramadhani. Hizi sunna si sunna tu. Na ndio wengi tunasemaga hivyo, sunna tu, sunna. Lakini hakuna kitu ambacho kinampandisha mtu daraja kama hivi vitu vya nyongeza, vitu vya sunna. Ukitaka ucha Mungu wa haswa, basi fanya haya mambo ya nyongeza ambayo ukiyafanya unasogeza ukaribu na Mungu, na kama hukuyafanya hupati dhambi wala hulaumiwi. Lakini wewe ukaamua kwa nafsi yako kwamba sasa nayatenda haya ili nipate ukaribu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili nikawe rafiki wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo jingine alilokuwa akilipenda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as-sadaqa. Alikuwa anapenda sana kutoa sadaka katika haya masiku. Nature yake mtume ni mtoaji sallallahu alayhi wasallam. Lakini yakifika masiku haya hapitishi siku ila ametoa cha kutoa kwa ajili ya kuwanufaisha watu ambao hawana uwezo, anakwenda kuwasaidia kwa kile ambacho Allah amemjalia. Na hili halina takyidi hata kwetu. Katika utoaji unatakiwa utoe kwa namna ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwafikisha katika maeneo mbalimbali. Leo sisi hapa msikitini kwetu tumeanzisha utaratibu wa kutafuta haya mazulia kwa ajili ya kusujudia. Na tumesema Allah akipenda tunahitaji kwa taufiki ya Allah, kabla hatujafika katika swala ya Eid al-Adha, maana yake tuwe tumekamilisha hili jambo, na michango yetu au sadaka zetu tutazikusanya kila siku ya Ijumaa kama hii ya leo. Billahi alaikum, kuna watu toka tuanze hili jambo hajatoa hata shilingi. Sio kama anaamua tumie sitoe alafu nione mtanifanya nini. Na ukimuuliza vipi akwambia mimi bwana muhibbu rasulillah, mimi ni kipenzi cha mtume Muhammad. Kama ni mpenzi kweli wa mtume Muhammad, mbona sunna zake uzifanye? Mwenzetu mtume alikuwa anapenda kutoa sadaka katika haya masiku, mbona wewe hujatoa hata moja? Na jambo lenyewe halijakamilika, na tumesema tumepata ofa na madude yale pale, yale mengine tushatanguliziwa. Sasa ifikie nusu tu ili jambo lije, swala ya Eid tuswalie kwenye busati jipya, mengine yale pale tushaletewa. Sasa tufanye ni mpango, mambo yakae sawa. Mtu mwingine anasema mtasema mimi sitoi. Halafu vipi? Bwana mimi nampenda sana mtume Muhammad. Kwa mapenzi gani? Mbona mtume alikuwa mtoaji, anatoa sadaka? Akisikia jambo la kheri mtume analifanya. Hebu kumbuka ile siku mtume sallallahu alaihi wasallam amekusanya
amekusanya dirham 8, anakwenda sokoni kununua nguo. Mtume Muhammad kufika njiani, kamkuta kijakazi amesimama analia. Akamuuliza, unalia nini? Anasema, nimetumwa na mabwana zangu nikanunue kitu sokoni, lakini zile pesa zimenianguka. Kiasi gani? Kusema dinari 4, wakati mtume mkononi anazo 8. Akampa 4 kwenye zile 8, akamwambia, chukua hizi, nenda kanunue. Yule bibie akasema, pamoja na hayo, lakini kwa kuwa muda umekuwa ni mrefu na mimi nimechelewa kurudi nyumbani, hata nikirudi na hicho nilichoagizwa nitagombezwa, hawataniamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, basi nisubiri hapa. Mtume akaingia sokoni, akafanya lile alilokwenda kulifanya, kwa maana kununua mahitaji yake. Kweli akanunua nguo. Wakati anatoka mle sokoni, anamkuta maskini anatetemeka kwa baridi. Vipi? Anasema, sina nguo ya kujistiri, mwili wangu uko wazi. Mtume akachukua ile nguo akampa. Kwa hivyo lile alilolitaka mtume kwamba nikanunue nguo, sasa yote kashafanya mahitaji yake kwa watu wengine. Akamchukua yule bibie mpaka nyumbani alipokuwa akiishi kwa mabosi zake. Alipofika pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale watu wakasikia hiyo ni sauti ya Mtume Muhammad, wakanyamaza kimya. Akarudia tena mara ya pili, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wale watu wakanyamaza kimya. Mara ya tatu ndio wakaitikia. Walipotoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, mbona hamkuitikia mara ya kwanza, mara ya pili, na mmekuja kuitikia salamu mara ya tatu? Kwa sababu gani? Wakasema, kunna narudduhu sirra ya Rasulullah, tulikuwa tunaitikia salamu yako lakini kwa chini chini, kwa lugha ya umu ya Dar es Salaam, lugha ya kizamani, tulikuwa tunaitikia kiroho, ndani kwa ndani, ili uendelee kutoa salamu yako kwenye nyumba yetu, ili Mungu aendelee kutubariki kwa salamu yako ya Rasulullah. Ni hilo tu watu walipokuwa wakimuelewa Mtume Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali maelezo yao, kisha akawaambia, huyu ni mtu wenu, limemkuta la kumkuta, anaogopa kurudi kwenu, mtamkera. Kwa hivyo nimekuja kumuombea, msimuudhi, msimuadhibu kwa kuchelewa kwake. Wale mabwana wakasema, ya Rasulullah, kwa kuwa umekuja naye huyu mguu kwa mguu, na huyu ni kweli kijakazi wetu, sisi tunamtumikisha tunavyotaka, kwa kuwa umekuja wewe ya Rasulullah, laqad ataknaha, sisi huyu kuanzia leo tumemwachilia, yuko huru, lishafaatika laha ya Rasulullah, kwa sababu umekuja kumwombea mtume, na sisi huyu tumemwachilia huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi sijaona dinari zenye baraka katika hii dunia kama hizi dinari 8 nilizokuwa nimezimiliki. Atakallahu biha jaria, kupitia hizi Mungu kamwacha huru kijakazi. Wakasallahu biha miskinan, na Mwenyezi Mungu amemvisha maskini kupitia jambo hili. Mtume alikuwa anatoa sadaka. Vipi wewe mfuasi wa mtume hutoi sadaka? Na sio kumpa mtu, unampa Mungu ili watu wanunue busati na zulia, aswaliwe Mwenyezi Mungu, aabudiwe Mwenyezi Mungu, watu wamsujudie Allah kwenye kile ambacho wewe utakuwa umetoa kwa shilingi 20,000 yako, kwa shilingi 100,000 yako, inakwenda kufanya hili jambo. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma min abdin, hakuna mja yeyote katika hii dunia amesujudu mahala fi buqatin min buqa'i al-ard, katika kipande cha ardhi, akawa mtu ameweka paji lake la uso, illa shahidat lahu yawm al-qiyama, isipokuwa kipande hicho kitakuja kumtolea ushahidi siku ya kiyama, ya Rabbi, huyu alisujudu hapa. Lakini wakati kipande hicho cha ardhi kinasema kasujudu hapa, juu yake kulikuwa na busati ambalo wewe umechangia 100,000 yako. Ya Rabbi, huyu alisujudu juu ya busati ambalo limenunuliwa na yule pale, na wewe tayari umeingia katika mfumo, tayari umepata shufaa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtume katika haya masiku alikuwa anapenda sana kutoa sadaka, na sisi tutoe kama wafuasi wake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kwenda sawa. Na usikubali ndugu yangu Muislamu, inapita siku linachomoza jua mpaka linazama, eti hujawahi kutoa sadaka hata shilingi 1,000. Huo ni msiba. Hujatoa sadaka hata shilingi 100.
huo ni msiba. Kwa sababu gani? Sadaqa inakwenda kulinda mabalaa 70 yaliyopangwa ya kufike. Allah ametukadiria, kila mtu akakadiriwa na jambo la kwake, lakini inawezekana lile jambo linakuepuka kwa sababu tu umetoa shilingi 10,000 yako, umetoa shilingi 20,000 yako, umetoa shilingi 1,000 yako, umetoa 5,000 yako. Lile balaa Mwenyezi Mungu analiondoa kutokana na lile ambalo wewe unachokimiliki, na Mungu ndo anakuepushia mabalaa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki ya kuweza kumuiga mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yote aliyokuwa akiyafanya, hasa katika mwezi huu wa mfungo 3, ndani haya masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اتقوا الله تعالى وعدلوا بين أولادكم. كما tulivyosikia katika hutuba yetu ya kwanza, tuko katika masiku matukufu, masiku ambayo ndani yake kuna al-ihram. Wenzetu wanahirimia, wananuia ibada ya hija na umra, lakini ndani ya masiku haya wenzetu wanafanya ibada ya tawaf, wanaizunguka al-Kaaba, ambayo sisi kila tunapotaka kuswali tunaelekeza nyuso zetu huko. Lakini ndani ya masiku haya wenzetu watasimama katika viwanja vya Arafa, viwanja ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasamehe wote watakaosimama katika hilo eneo, na yeyote atakayeombewa msamaha na aliyesimama katika kiwanja cha Arafa, pia Mwenyezi Mungu anawasamehe wote katika dunia hii. Lakini pia wenzetu katika masiku haya wanaendelea kunywa maji ya Zamzam, ambayo ndani yake ni dawa na ponyo kubwa, kama alivyosema mtume wetu Muhammad, ma'u zamzam lima shuriba la. Maji ya Zamzam ukinywa basi na ukanuia kitu fulani, Mungu anakiwafikisha kitu hicho. Kwa hivyo tupo katika masiku matukufu ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda sana kufanya mambo ya kheri katika haya masiku. Nimalizie jambo la mwisho ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda sana kulifanya katika haya masiku, ni silatur rahim, kuunganisha koo, kuunganisha udugu. Leo kuna watu wanaitwa Gen Z, yaani ni kizazi cha sasa, si maana yake ndio inakuwaje, lakini inavyoonekana ni watu ambao kwa lugha ya zamani hawasikii hewe. Yaani ukiwaambia acha, yeye ndio anafanya, ukimwambia fanya hafanyi. Kama ni watu fulani fulani hivi ambao wamekosa miongozo, na hiyo Gen Z inakwenda katika kila eneo. Inafikia mahala mtu anakwenda kupinga kitu wala hajauliza kwamba hichi kitu kimewekwa katika misingi gani. Kwa sababu ukija katika mambo ya kisheria tunaambiwa al-umuru bimaqasidiha, mambo yote bwana yanathibiti kwa nia. Yaani mnyinyi mnafanya hili jambo, kusudio lenu nini? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, matendo yote yanathibiti kwa nia. Kuna mtu inafikia mahala anakuja kuolewa dada yake, anakuja kuoa dada wa mtu, akishamaliza kuoa kashikishwa mkono na wali wake, anasema nataka nikamsomee dua mke wangu kule ndani. Tunaona hiyo kawaida. Halafu akifika pale mlangoni, kuna madada wanafunga mlango, wanamfungia shemeji yao, hakuna kuingia mpaka utoe hela. Mtu mwingine analeta complain hapo, anasema mambo hayana hajathibiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaozesha, hajawahi kufunga mlango. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoa, hajawahi kufungua mlango. Kwa nini sasa mtamleta? Huyo ni mke wangu na mimi ninaondoka, mtamleta. Hakuna hivi vitu, ni haramu. Nafanya mambo ya nani, na mtu mpaka anafanya mambo mabaya pale, anazungumza vitu vibaya, na inafikia mahala mtu mpaka wale mashemeji zake anawatoa katika Uislamu, kwamba huu sio Uislamu. Lakini kaka, umeuliza hivi kwa nini hao wanafunga mlango? Ushawahi kuuliza siku moja?
Hivi kwa akili yako ile shilingi 5,000 utakayoitoa ndio itakwenda kulisha familia nzima kwa miaka itakayobakia kwa kumuoa dada yao? Lakini kwa nini wazee wameweka hichi kitu? Yaani lengo lao ni nini? Mimi mwanzani nimepata bahati kuzungumza na baadhi ya wazee wangu, mababu hawa. Kwani katika jumla ya vitu ambavyo nyie mlikuwa mnakusudia ni kufanya nini? Wanasema pale anakusudiwa yule shemeji kumtoa woga, yaani isije ikafikia mahala akaogopa akawa mnyonge, awe mchangamfu, ndio kashamchukua dada yetu. Na sisi hivi tulivyo, anavyotuona ndivyo tulivyo. Kwa hivyo asije akajisikia vibaya. Hayo ndio katika jumla ya malengo. Sasa hiyo yani kuchangamsha wewe ndio haramu, yani ukakatai kabisa. Kwa hiyo shilingi 5,000 yako. Sasa inafikia mahala kuna watu wengine wanasema kwamba kuna vitu vinafanywa havifai, lakini umeuliza lengo ni nini? Wenzetu hawa wazee hawakuyafanya haya mambo kwa kipupusa tu hivi, isipokuwa kuna mahala waliangalia. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapenda kuunganisha koo, hasa katika masiku haya ya mfungo 3, kuna kitu huko zamani, hivi sasa ndio hakipo, kimepigwa vita, kimebakia kwenye koo chache. Kuna kitu kinaitwa kufyagilia. Yaani koo fulani inakutana mfungo 3, wanakwenda kufyagilia makaburi ya ndugu zao waliotangulia. Kuna watu wanasema hiyo haramu, Mtume hajawahi kwenda kufyagilia, haijathibiti kabisa, haifai. Hiyo ni bid'a, mnazusha katika dini, hakuna hivyo vitu. Umeuliza hawa wazee katika kulifanya hilo walikuwa wanakusudia kitu gani? Kumbe katika jumla ya vitu ambavyo wazee wamekusudia, acha kuwaombea dua wale marehemu waliotangulia, lakini ile pia ni fursatun dhahabia. Angalau sisi katika familia yetu kwa mwaka tukutane angalau mara moja. Hivi familia kukutana haramu? Mbona unakurupuka brother, unaanza kuzungumza vitu ambavyo havipo na unaharamisha vitu? Watu wamekutana vile vitu. Kwa wale watu wa zamani wanajua mtakapokutana, kwanza kinachopatikana pale ni taarifu. Wewe unamjua huyu? Huyu mimi simjui. Huyu ni kaka yako, yule shangazi yako wa Kiburugwa na yule mjomba wako sijui wa wapi, baba yao nani, mnaunganishiwa, unamjua. Kumbe huyu kaka yangu kihivi, kumbe huyu mjomba wangu kihivi. Kuna mtu leo anajua huyu ni babu yake, lakini hamjui babu yake kivipi. Sasa ule mfungo 3, hiyo ndio kazi kubwa inafanyika. Mtu anajua kumbe mimi na fulani ni ndugu, lakini udugu wetu baba yake yeye na baba yangu mimi, wazee wao au bibi zao, huyu bibi mkubwa, huyu bibi mdogo, na ndio anafanyika hayo. Sasa hiyo haramu. Lakini kwa kuwa tumekutana, tusiwaombee dua hao wazee wetu? Kwani kwenda makaburini ni haramu? Mbona Mtume katuruhusu, kasema zuru al-qubura, yatembeleeni makaburi, fa innaha tudhakirukum bil akhirah, kwa sababu kutembelea makaburi kutawakumbusha safari ya kifo, mtakuwa mnakumbuka kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kuunganisha koo kwenye haya masiku. Wazee wetu wameichukua hiyo, na ndio wanakutana mfungo 3, wanafanyana taarifu. Wewe huyu ni kaka yako, wewe huyu ni mjomba wako. Inaweza kufikia mahala leo kwenye daladala ukamkuta mtu ukasema hichi ni kisu, kumbe katika ukoo ni shangazi yako au mama yako mdogo. Unatangaza posa kwa sababu hamjuani. Wazee wetu walikataa hilo. Leo mkikutana kwenye jambo fulani, kwani wewe unahusika hapa? Haijawahi kutokea. Unamkuta mtu kwenye msiba wako, alafu unamuuliza kwani wewe ukoje hapa? Huyu marehemu baba yake na mama yangu mimi shangazi zao ni ndugu. Ndio mnaanza kujuana pale, kama ubaya mshatendeana, kama ufirauni mshafanyiana, kama ughashashi mmetendeana huko. Leo mnakuja kujuana, kumbe ni ndugu. Matokeo yake sasa mnabakia sura mbovu kama kitu gani? Sasa haya mambo ndugu zangu yanafanywa, wazee wetu wameyaweka kwa mpango huo. Wao usiharamishe tu kama kufikiria haramu, lakini wazee wetu wameweka kwa utaratibu upi, kwa mpango upi, walikuwa wanakusudia nini? Kumbe Mtume alikuwa anapenda alikuwa anawatafuta ndugu zake hasa katika masiku haya awajue, na ndio wazee wetu wamefanya hilo. Kwa hivyo haya mambo nyinyi mmeacha, lakini kuna baadhi ya koo mimi nawahusia msiache, endeleeni. Huo ni mpango mzuri, kwa sababu hakuna kitu muhimu kama kuunganisha koo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuhusia tuunganishe familia, koo ziunganishwe. Leo tunazikata kwa sababu ya haya mambo, kukutana haramu, kila kitu hakifai, matokeo yake hatujuani. Kwa hivyo katika mambo aliyokuwa akiyapenda Mtume kuyafanya katika masiku haya ni kuunganisha koo. Nenda kamtafute ndugu yako leo popote alipo. Unajua fulani ni ndugu yako, mtafute,
kaa naye, muelewane, mpange mipango ili majambo yaweze kukaa sawa. Na mkilifanya hilo, wallahi mnamfurahisha Mtume Muhammad, na ndio mtapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtakwenda kuishi na Mtume, kwa sababu yeye tayari hicho kitu amekipenda kutoka moyoni, kuunganisha koo. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuunganisha koo zetu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وغيرهم من أصحاب رسول الله من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم رحماك بالأطفال اليتامى، اللهم رحماك بالأطفال اليتامى، اللهم رحماك بالأطفال اليتامى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأنتم